Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Karibu katika tafakari ya neno la Mungu leo, siku ya Jumatano katika juma la 4 la Kwaresma. Injili kadiri ilivyoandikwa na Yohane sura ya 5 aya ya 17 hadi ya 30. Yesu aliwajibu Wayahudi, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ninatenda kazi. Basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua, kwa kuwa hakuivunja Sabato tu, bali pamoja na hayo alimwita Mungu Baba yake, akajifanya sawa na Mungu. Basi Yesu akajibu akawaambia, Amin, amin nawaambia, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila lile ambalo amwona Baba analitenda. Kwa maana yote ayatendayo yeye, ndiyo ayatendayo mwana vile vile. Kwa kuwa Baba anampenda mwana, naye umwonyesha yote ayatendayo mwenyewe. Hata na kazi kubwa zaidi kuliko hizi atamwonyesha, ili ninyi mpate kustaajabu. Maana kama Baba awafufuavyo wafu na awauishavyo, vivyo hivyo na mwana awauisha wale awatakao. Tena Baba hamhukumu mtu yeyote, bali ampa mwana hukumu yote, ili watu wote wamheshimu mwana kama vile wanavyomheshimu Baba. Asiyemheshimu mwana hamheshimu Baba aliyempeleka. Amin, amin nawaambia, yeye alisikia neno la Mungu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Amin, amin nawaambia, saa inakuja na sasa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya Mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Naye akampa amri ya kufanya hukumu, kwa sababu ni mwana wa Adamu. Msistaajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Mimi siwezi kufanya neno mwenyewe, kama nisikiavyo ndivyo nihukumuvyo. Kwa hukumu yangu ni ya haki, kwa sababu siyatafuti mapenzi yangu mimi, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Neno la Bwana. Wapendwa watazamaji, sehemu ya tafakari ya neno la Mungu tuliosikia leo, siku ya Jumatano, Bwana wetu Yesu Kristo anaelezea namna ambavyo yu na muunganiko na Mungu Baba. Yeye Kristo aliye nafsi ya pili anaeleza kabisa kinaganaga kwamba hawezi kufanya lolote kama ambalo halijatoka kwa Baba yake. Anaonesha ni namna gani yeye alivyo na mafungamano na ile nafsi ya kwanza, na hizi nafsi zinafanya kazi kwa pamoja kama ilivyo nafsi tatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na zaidi sana, Kristo anajieleza mwenyewe kama nafsi ya pili ya Mungu, yaani mwanaye pekee, ambaye yeye amepewa mamlaka ya kutoa hukumu, naye anafanya hivyo kwa haki. Na anazungumzia zile siku ambayo yeye atafishwa na atazikwa, kwa maana ataenda kuzimu, na kwenda kwake kuzimu si bure, bali anaenda kuwafufua wale waliokwisha tangulia, ili wale waliotenda mazuri aweze kuhesabia haki, wale waliotenda mabaya waweze kupata ufufuo wa hukumu. Hivyo ndivyo Kristo anavyofanya. Basi ndugu zangu, sisi katika kipindi cha Kwaresma tunapoendelea na mfungo wetu kujipatanisha, kujiweka karibu na Mungu, tujiandae vema nasi kwa siku hiyo, kwani sisi si wana wa kuzimu, bali tu wana wa uzima. Kumbe tutende yale yaliyo mema, ili huyu Kristo mwenyewe aliye uzima, Kristo mwenyewe ambaye anaitenda kazi ya Baba ya kuwahuisha watu, basi nasi aweze kutuhesabia haki, nasi tuishwe, tuhesabiwe miongoni mwa wenye haki, yani watakatifu.
Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima. Amina.